Sky TV. Ikikutangazia kutoka majengo jijini Dodoma, ifuatayo ni taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji ni Mindi Joseph na kwanza ni muhtasari wake. Taasisi za elimu ya juu zatajwa kuwa msingi wa maendeleo ya taifa. Na kimataifa, Kongo yasema M23 bado wako Uvira licha ya kudai kujiondoa. Na katika michezo, Selemani Mwalimu ajifua kabla ya kuelekea AFCON. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea dakika 60 za uchambuzi. Tuanze na taarifa ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema taasisi za elimu ya juu zina mchango mkubwa katika kukuza sekta ya elimu na kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi, maarifa na weledi kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Maliango Mgeta ana ripoti kamili. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo tarehe 17 Disemba 2025 wakati alipokuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 23 ya Chuo Kikuu cha Zanzibar ZU yaliyofanyika katika viwanja vya chuo hicho Tunguu, mkoani Kusini Unguja. Amesema elimu ni ufunguo muhimu wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, huku serikali ikiendelea kuweka mazingira bora ya kuhakikisha upatikanaji wa elimu kwa vijana wengi zaidi ili waweze kujijengea ujuzi, weledi, maarifa na uzalendo kwa taifa lao. Vyuo vikuu vya serikali na vya binafsi pamoja na taasisi nyingine za kitaaluma vina mchango mkubwa katika kuimarisha nguvu kazi katika sekta zote nchini. Kipekee nazishukuru kwa dhati taasisi za kitaaluma za ndani ya nchi kikiwemo Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa kuungana na serikali katika kuibua, kuendeleza na kusimamia sera na programu za uchumi wa bluu na teknolojia ya habari na mawasiliano. Ushirikiano huu umeendelea kuimarisha misingi ya uchumi wa bluu na uchumi wa kidijitali, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuvutia uwekezaji na kusaidia kulinda rasilimali zetu za bahari kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuunga mkono juhudi za vyuo vikuu nchini katika kuandaa na kuzalisha rasilimali watu na wataalamu katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, elimu, sayansi na uhandisi, sekta ambazo ni nguzo muhimu za maendeleo ya kiuchumi ya taifa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira bora ya kukuza elimu na kuhakikisha kuwa vyuo vyetu vinaimarika na kuwa na vifaa bora na vya kisasa pamoja na vitendea kazi ili kuviwezesha kuandaa vyema wahitimu wetu ambao ni nguvu kazi ya taifa. Natoa shukrani za dhati kwa Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa kuanzisha shahada ya uzamivu ya usimamizi wa biashara na shahada ya uzamivu wa sheria, shahada ya uzamili ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia, shahada ya uzamili ya sayansi katika uhandisi wa mifumo ya kompyuta, shahada ya sanaa na elimu na stashahada ya kompyuta katika sayansi ya data. Ni dhahiri kwamba uanzishaji wa programu hizi katika Chuo Kikuu cha Zanzibar kutapanua wigo wa kielimu kwa vijana wa Tanzania. Tunakipongeza Chuo Kikuu cha Zanzibar kuwa ndicho chuo kikuu cha kwanza kuanzishwa hapa Zanzibar na kinazidi kuendelea kufanya vizuri. Katika mahafali hayo, jumla ya wahitimu 1146 wametunukiwa shahada mbalimbali ikiwemo shahada ya kwanza, shahada ya pili, diploma na vyeti kwa mwaka wa masomo 2024-2025. Maliango Mugeta, Sky TV. Asante Maliango Mgeta kwa undani wa taarifa hiyo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amefanya ziara ya kikazi katika halmashauri ya mji wa Tunduma na wilaya ya Mbozi mkoani Songwe,
ambapo ametoa maagizo mbalimbali ya utekelezaji wa haraka wa miradi ya maendeleo ikiwemo upanuzi wa barabara ya Tunduma hususan katika eneo korofi. John Kiango kutoka mkoani Songwe ametuandalia taarifa hii. Waziri Mkuu ametoa maagizo hayo wakati akizungumza na wananchi katika eneo la mpaka wa Tunduma. Ambalo Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi umesema na mbunge mwenyeji ambaye Naibu Waziri wa Kilimo umesema. Hili jambo zoezi lake lianze mara moja. Nilielezewa kuna uhitaji wa kuhamisha ukuta, kusogeza ukuta ili kuweza kupata nafasi ya kujenga barabara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimeshaongea na Kamishna Jenerali wa Mapato na amewaelekeza wasaidizi wake walioko hapa. Hili jambo la kuhamisha ukuta lifanyike mara moja. Hamisheni ule ukuta, mwanze mara moja maandalizi ya kupanua barabara hiyo ili ziweze kupita njia 3 mpaka 4. Wale watakaopewa kazi hiyo, Krismasi yao ndio hiyo na mwaka mpya wao ndio huo. Kazi ianze mara moja. Aidha, Waziri Mkuu ameagiza kufanyika kwa marekebisho ya haraka ya miundombinu ya soko la Wamachinga katika mji wa Tunduma lililopata madhara tarehe 29 Oktoba, pamoja na kuanza kwa ujenzi wa mradi mkubwa wa maji safi na salama ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Tuendeni tuharakishe hili la soko. Tuharakishe, naona na majira ya mvua yameanza kuja. Mheshimiwa Mbuga wa Mkoa umesemea pale, na sisi serikali kuu tunapokwenda kwenye sheria hizi mpya, tunapoanza kuandaa sheria hizi mpya, tutaliangalia hili jambo la miundombinu. Tutaliangalia namna ya kuweza kusaidiana na halmashauri zetu na miji yetu na majiji yetu kuhusu namna nzuri ya kushughulikia masuala haya ya kufanyia biashara. Hili ni jambo la msingi. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa mbunge wetu wa eneo hili, endeleeni nalo. Ni jambo zuri ambalo litawasaidia ndugu zetu, wananchi wetu waweze kufanya shughuli katika mazingira mazuri. Kwa maji ndani ya mwezi mmoja mradi huu uanze. Nimeshaongea na Mheshimiwa Waziri wa Maji na hatua hizo kubwa zimeshafanya. Tumeongea na wenzetu wa hazina, hatua zilishafanyika. Ndani ya mwezi mmoja mkandarasi huyo aonekane site huko. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, nilishasema ili mimi ni balozi, uendelee kulipatia ili nione wapi atakwama. Ya ziara hiyo wameeleza matumaini makubwa ya kukamilika kwa miradi hiyo kwa wakati, wakieleza kuwa maagizo ya Waziri Mkuu yamewapa imani mpya juu ya dhamira ya serikali katika kutatua changamoto zao. Amegusia swala la ujenzi wa soko, nasi tunampongeza sana, pamoja na mama yetu Samia aliyemwagiza kuja kutujali watu wake wa Tunduma. Kwa kweli katika hili soko tumeasiliwa sana kipindi cha uchaguzi. Vitu vyetu vingi vimeibiwa, majengo yamechomwa, na sisi tukiwa tumekaa ndani, tunaporudi kwenye soko letu tumekuta vitu vimeibiwa, tumeasilika pakubwa. Mpaka sasa hatuna choo na vibanda tumeanza upya, na baadhi ya wafanyabiashara wengine bado hawajarudi sokoni kwa sababu hatuna mitaji. Ambazo tayari kwa sasa ndio kilio kikuu cha wananchi wa mkoa wa Songwe. Tukifanikishwa kuweka zile barabara zikakaa imara, kitaleta tija kubwa sana. Kwanza kitaongeza mapato wa mji wa Tunduma ambao tayari mpaka sasa una mapato makubwa, lakini mapato makubwa hayo yanatokana na barabara ambazo ziko 2, lakini zikiongezeka zikiwa 4, nadhani Tunduma tutanufaika zaidi na zaidi. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Asante John Kiango kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, turejee hapa jijini Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule leo Disemba 17 amefanya ziara ya kukagua shule zilizo tayari kupokea wanafunzi wapya wa kidato cha kwanza kwa mwaka 2026 sambamba na kukagua miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika awamu ya 6 ya serikali. Zinazire Mswima na maelezo ya kina kutoka mkoani Dodoma. Ziara hiyo imelenga kujiridhisha na utayari wa miundombinu ya elimu, hali ya mazingira na kujifunzia, pamoja na matumizi sahihi ya rasilimali zilizotolewa na serikali na mamlaka za halmashauri. Niseme tu kwa tunafahamu tangu serikali ya awamu ya 6 ilipofanya mapinduzi makubwa ya uwekezaji katika sekta ya elimu, tumekuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye ufaulu katika shule zetu.
Sisi mkoa wa Dodoma katika kipindi kilichopita cha miaka yote minne, kila mwaka tumekuwa tukiongeza ufaulu kutoka hatua moja kwenda nyingine. Sasa ongezeko hili la watoto waliofaulu linapelekea uhitaji wa miundombinu zaidi kwa ajili ya kufanya kidato cha kwanza waje shuleni. Na kama ambavyo tulimsikia Mheshimiwa Waziri wa Elimu akitangaza akisema kuwa watoto wote waliofaulu wamechaguliwa kwenda sekondari. Hakuna mtoto aliyebaki nyumbani. Kwa sisi watoto wote 1045 takriban na 311 wana sifa ya kwenda form 1 na wanatakiwa waende kwenye shule zetu za kidato cha kwanza. Kwa hiyo leo nimefanya ziara ili kujiridhisha na maandalizi katika shule zetu kwa ajili ya kupokea kidato cha kwanza, hasa kutokana na hili ongezeko ambalo limetokana na ongezeko la ufaulu. Niwapongeze wilaya ya Dodoma kwa maandalizi haya ambayo nimeyaona tayari. Nyie mliposikia watoto wameongezeka 300 na kitu ambao hawakuweko huko nyuma, kutokana na idadi ya wale waliotoka walikuwa ni wachache kuliko walioongezeka, mlishachukua hatua ya kuanza kuwekeza kwenye miundombinu ili wakija kidato cha kwanza wakute miundombinu yote ya shule inatosheleza. Hongereni sana. Nitoe heshima kwa halmashauri zote, kwa wilaya zote, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi pamoja na wadau wote wa sekta ya elimu, kwa sasa tuendelee kuhakikisha ongezeko la ufaulu liendane kabisa na uwepo wa miundombinu katika maeneo yetu. Kila halmashauri ihakikishe watoto walioongezeka wanapata miundombinu ya kukaa tarehe 13 wanapofungua shuleni. Kila mtu awe na eneo sahihi la kukaa. Watoto wakute madarasa, wakute madawati, wakute miundombinu yote wanayohitaji kutumia iko tayari. Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya ya Dodoma Bi Sakina Mbungi amewasilisha taarifa ya utekelezaji wa mpango kazi wa halmashauri, akieleza kuwa kupitia mapato ya ndani halmashauri imetoa zaidi ya shilingi milioni 432 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa na miundombinu mingine. Halmashauri inaendelea kufanya jitihada za makusudi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, halmashauri kupitia mapato yake ya ndani imetoa kiasi cha fedha milioni 432 kwa ajili ya kukabiliana ama kujenga vyumba vya madarasa pamoja na miundombinu mingine, takribani vyumba vya madarasa 17 kwa ajili ya kuhakikisha ongezeko hilo linaweza kukidhi katika miundombinu iliyopo. Zinazile Mswima, Sky TV, Dodoma. Mtazamaji wa Tazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Naibu Waziri wa Maji apiga marufuku miradi mipya ya maji Mbeya. Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Matthew Kundo amepiga marufuku mamlaka za maji mkoani Mbeya kuanzisha miradi mipya ya maji kabla ya kukamilisha miradi inayoendelea kutekelezwa, hatua inayolenga kuhakikisha miradi iliyopo inakamilika kwa wakati na wananchi wanapata huduma ya maji. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Mhandisi Meskundu ametoa agizo hilo baada ya kutembelea ofisi za mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Mbeya na kuwataka kuacha tabia ya kuanzisha miradi mipya huku mingine ikiwa haijakamilika. Tunaelekeza mamlaka zote za maji ndani ya mkoa wetu wa Mbeya ni kuhakikisha kwamba sasa tunaenda kukamilisha miradi yote ambayo imeshaanza, iko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Iko asilimia 40, 50, 60, 70 mpaka 90. Hatuto ruhusu mradi mpya wakati miradi mingi bado inaendelea na haijakamilika na haijatoa matokeo. Sasa tunataka matokeo kwanza tuone. Baada ya kukamilisha hii miradi ndio sasa tutakaa na kufanya tathmini kwamba wapi bado kuna changamoto kubwa, ndipo tutatangaza miradi na kuelekeza fedha za serikali. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa ameiomba Wizara ya Maji kutenga fedha kwa ajili ya kuwawezesha mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA ili waweze kukamilisha miradi inayotekelezwa mkoani humo. Serikali ina vipaumbele vingi na moja priority yake ni pamoja na miradi ya maji, wananchi wote wapate maji. Sasa tumekuwa tukipambana nao hawa na nadhani na wao wanapambana na nyinyi huko juu. Sababu
tukipata fursa ya kukaa pamoja, naomba niwaombee bwana, hebu muangalie kidogo, walete uwezeshaji, mambo yasogee kidogo. Kwa waziri tuna mambo mengi, lakini haya ni machache ambayo tunaona tukiapa kipaumbele angalau tutapunguza malalamiko ya wananchi wetu kwenye eneo hili la maji. Naye mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya CPA Gilbert Kayange anaeleza sababu za mradi wa maji Mto Kiwira kuto kukamilika kwa wakati. Sasa hivi mkandarasi alikuwa anadai takriban shilingi bilioni 4, lakini tunashukuru serikali imeisha zilipa hizo fedha, amebaki anadai takriban shilingi milioni 262, na sasa hivi amerudi site kwa sababu fedha zilipochelewa na aliondoka site, demobilize. Lakini sasa hivi amesharudi na anaendelea na kasi ya utekelezaji wa mradi, na tunatarajia kwamba mambo yakienda kama yalivyopangwa, kwa maana ya fedha kupatikana kwa wakati, basi huo muda tuliomuongezea anaweza akakamilisha mradi. Tambua serikali ina kipaumbele, lakini tunashukuru hata kile ambacho kimesha kufanyika. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi, kwa sababu tuko nyuma ya muda, tumemwelekeza mkandarasi afanye kazi usiku na mchana, lakini pia aongeze magenge zaidi ya kuweza kufanya kazi, kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa ndani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee jijini Dar es Salaam ambapo Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kimeweka mpango wa kuendeleza bunifu za wanafunzi zinazojibu matatizo ya Tanzania ili ziweze kufikia hatua ya mwisho na kuingizwa sokoni. Tunaungana na Nora Damiani kwa taarifa zaidi. Mkakati huo umeelezwa leo na mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji Dr. Prosper Mgaya wakati wa kongamano la 12 la wahitimu wa chuo hicho, ambapo amesema bunifu hizo ambazo ni sehemu ya masomo ya wanafunzi hao zinalenga kuibua vipaji vya wanafunzi. Na Chuo cha Taifa cha Usafiri tunachoifanya kila mwaka, wanafunzi wakifanya hizi bunifu ambazo ni sehemu ya masomo yao, tunaziangalia zile bunifu ambazo tunafikiri zinaenda kujibu matatizo ya Watanzania, na tukisha ziangalia zile bunifu tunaziangalia ili kwa ajili ya kuziendeleza. Na tunachokifanya, tunawaweka hapa wanafunzi walizobunifu, wanakaa na walimu, tunaita incubation, ili tuzitoe kamba kwenye prototype kupeleka kwenye final product. Kuna mfano mmoja, kulikuwa kuna software au mfumo ambao mwanafunzi aliutengeneza ambao unaitwa fleet management, transport fleet management, ambayo ilikuwa kwenye ubunifu. Tukaangalia, tukaona ni kitu kizuri, basi tukambakiza, walimu wakakaa na mwanafunzi wakaendeleza. Sasa hivi ni product ambayo watu wa Tanzania wengi wenye makampuni wanaitumia. Mkuu huyo wa chuo pia amesema wanaandaa madereva mahiri watakaokidhi vigezo vya kufanya kazi ndani na nje ya nchi. Jukumu letu ni kuhakikisha tuna train au tunamtengeneza huyu dereva awe mahiri barabarani. Hilo ndio jukumu kubwa la NIT, na kuhakikisha kwamba huyu dereva haendi barabarani bila kujua zile competence au skills za dereva zinavyotakiwa. Sasa anapotoka kule, LATRA pia na anatakiwa kujiridhisha. LATRA pia anatakiwa kuweka misingi, kwa sababu kujua udereva kitu kimoja, lakini na mwanadamu mwili kuchoka ni kitu kingine. Huwezi kusema mimi ni mtaalamu sana wa kuendesha, kwa hiyo unaweza kuendesha masaa 24. Serikali imetupa jukumu la kutengeneza, kuzalisha madereva wengi wa mwendo kasi, na sisi tumetengeneza kozi kwa ajili ya hao madereva. Na zaidi ya yote, kwenye kozi hiyo ya udereva, mnafahamu kuna ajira ziko Katari na nje ya nchi. Sasa wale wanakuja kuwafanyia mitihani madereva wetu ili kupata hiyo nafasi, wenye sifa wanakwenda. Kwa hiyo kama Chuo cha Taifa cha Usafirishaji tumetengeneza kozi maalum kwa ajili ya kuandaa madereva ambao wanatafuta kwenda kuajiriwa soko la nje ya nchi. Baadhi ya wadau wa sekta ya usafirishaji wamesema wanaridhishwa na ubora wa wahitimu kutoka katika chuo hicho. Tunawapongeza NIT kwamba kazi wanayofanya ni kubwa katika sekta hii ya usafirishaji. Chuo hichi kinazalisha wahitimu wengi kwenye kada mbalimbali, na sisi ambao tuko kwenye sekta hii ya usafirishaji tunafahamu quality ya wanafunzi wanaotoka hapa, wahitimu wanaotoka hapa. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kazi nzuri wanayoifanya. Tunaenda kuja kuwasaidia wanafunzi, hasa wale ambao wanahitimu, kuja kuweza kuwa kimataifa zaidi, lakini katika kuwasaidia hivyo, kuwa guide,
watakoweza wajue njia gani ya kupita ili waje kuwa mainjinia wa ndege wa kimataifa, ambapo wanaweza kuwa mainjinia wa ndege sio tu Tanzania, wakawa mainjinia wa ndege katika internationally. Kwa hiyo sisi kama ILOLink tuko hapa kuwajulisha kwamba wanafunzi wataomaliza wanaweza kuja kufanya EASA leseni ya kimataifa ambayo ni B1 and B2, ili wakishamaliza katika hiyo leseni ya kimataifa wanaweza kuwa mainjinia katika sekta ya aviation kimataifa zaidi. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian kwa ndani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekea mkoani Geita. Jeshi la polisi limewataka madereva wa mabasi kuzingatia mila na desturi za Kiafrika wanapoweka nyimbo na video ndani ya magari ya abiria ili kuepuka ukiukaji wa maadili ya Kitanzania. Mwandishi wetu Michael Francis Bundala ana taarifa zaidi. Mnadhimu wa jeshi la polisi, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Isaka Butusio Akimu Mwambelo ametoa wito huo wakati alipokuwa akifanya ukaguzi na kutoa elimu kwa madereva pamoja na abiria katika kituo kikuu cha mabasi manispaa ya Geita. Kwenye magari yetu kuna TV, kuna redio, lakini utakuta kondakta na dereva wao ni masela, wamechukua flash, wameweka nyimbo na TV inaonyesha vitu vinavyokinzana na maadili. Kumbuka kwenye gari hilo kuna baba, kuna mke, wengine wanasafiri na watoto. Sasa mnaonyesha picha za uchi. Mwambelo amesema kuwa ajali nyingi zinazotokea kwa sasa husababishwa na madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda kutokana na tabia za kuzidisha abiria kinyume cha sheria za usalama barabarani. Wapikipiki wanapita katikati kwenye alama iliyotenganisha barabara, alafu umebeba mishikaki. Mishikaki ilikuwa watu watatu, ndio sasa watu watano, watu wanne, mke na mume na watoto. Kuna mtoto wa miaka 6, kuna mtoto wa miaka 3, wote mnaenda pikipiki moja. Ajali kitokea wote mnakwisha hapa. Ubahili huu ni wa nini? Kwa nini mke na mume kae pikipiki moja, msichukue pikipiki mbili? Na huku Wasukuma kuna majimbo na hela, acheni ubahili mtakwisha. Kaimu mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Geita SP Lazaro Masembo amesema jeshi la polisi limeendelea kutoa elimu kwa watumiaji wa barabara ili kupunguza ajali zinazotokea mara kwa mara. Mmoja wa wasafiri katika kituo hicho cha mabasi amepongeza jitihada zinazofanywa na jeshi la polisi katika kutoa elimu kwa umma, akisema kwa hatua hiyo itasaidia wananchi. Naona kwa maelezo aliyoyatoa na waliomsikia alikuwa ni maelezo mazuri, kwamba ameanzia kwa hasa wa maagent ambao ni wawakilishi wa wenye magari, namna ya kuweza kusimamia kazi yao vizuri, kuangalia abiria, kuwajali abiria, maana abiria ndo wanaowafanya wenyewe wawe stand up. Kwa hiyo ameelezea kwa uzuri kabisa kwamba haitakiwi wapandishie watu nauli au mvutevute umpeleke kule baadaye mkachia tiketi ambayo haipo. Hayo yote naona ameeleza kwa kirefu, na sisi kama abiria tujue haki zetu ni zipi wakati tunasafiri. Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Bundala kwa ndani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Watanzania wanaofanya biashara ya usafirishaji mizigo wametakiwa kuchangamkia fursa ya kushiriki katika kongamano la biashara na usafirishaji Tanzania linalotarajiwa kufanyika mwakani jijini Dubai. Mwenyekiti wa jukwaa la kuratibu kongamano hilo, Hussein Jamali, amesema linalenga kuwarahisishia Watanzania kuyafikia masoko na kuifanya Tanzania kuwa lango kuu la biashara Afrika Mashariki na Kati. Kwa sababu nyinyi fursa zenu zitatokana na utekelezaji wa Dira 2050. Lengo kuu kabisa la hili ni kuwarahisishia Watanzania kufika masoko UAE na vile vile kuifanya nchi yetu au kuendelea kuwepo katika soko kwenye upande wa logistic na uwekezaji
kwa maana kuwa lango kuu la biashara katika East and Central Africa, Mashariki na Kati. Hii fursa sisi kama Watanzania tusipoteze, yaani kwamba hili kongamano ambalo linakwenda kufanyika, hii business forum, ni kwa ajili ya kwanza kuitangaza nchi yetu, na la pili ni kwa ajili ya kukuza biashara zetu ambazo nyingi zinafanywa na Watanzania kwa upande wa Dubai na kwa upande wa nchini kwetu Tanzania. Kwa hiyo wengi watajiuliza kwa nini labda hii business forum imefanywa Dubai na isifanywe Tanzania, lakini kwamba Dubai inajulikana kwamba ni hub ya biashara zote kubwa, basi watu wengi au kampuni nyingi source zao zote zinaanzia Dubai. Hii fursa tusipoteze sisi wa Tanzania, na ambao bado hawajajisajili kwa ajili ya kushiriki hii business forum, basi wafanye hivyo kwa haraka, kwani watakosa mambo mengi sana katika hii business forum. Na jaji mstaafu Profesa Ibrahim Juma ambaye ni mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma amewataka wahitimu kwenda uraiani wakiwa na uelewa mpana wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2055, huku akisisitiza umuhimu wa kuitumia elimu kama chombo cha kujiajiri na kuchangia maendeleo ya taifa ili kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira. Akizungumza katika mahafali ya 16 ambayo yamefanyika leo Disemba 17 katika Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, amewataka wahitimu kuwa wabunifu, washindani na wenye ujuzi unaokidhi mahitaji ya soko la ajira linalozidi kuwa na ushindani. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo Profesa Lugano Kusiluka amewahimiza wahitimu kutumia maarifa waliojifunza kupambana na umaskini. Kwa sababu nyinyi fursa zenu zitatokana na utekelezaji wa Dira 2050. Kwa hiyo kama hujasoma ile dira na kuangalia utatengeneza fursa ipi kutokana na ile dira, utakuwa na changamoto kubwa sana. Mimi kuna marafiki zangu ambao wako nje ya Tanzania wamesoma ile dira, tayari wameshaona ni maeneo gani wataingia Tanzania. Sasa sisi ambao ndio tumepata elimu, mimi nawaomba sana maudhui yenu na zama zenu kwa miaka 25 ijayo itatokana na Dira 2050. Sijui wangapi wameshasoma ile dira. Tunawapongeza sana kwa kazi mlioifanya, na tuna imani kwamba baada ya kuhitimu na mmepata elimu hiyo, mtakumbuka maneno ya Mwalimu baba yetu wa taifa, alisema elimu sio njia ya kuepuka umaskini, bali ni njia ya kupigana nao, na tunategemea ukiwa umesoma hapo utapigana na umaskini na utaushinda. Kwa hiyo tuna imani kwamba ni hakika safari mlioitumia mkiwa Chuo Kikuu cha Dodoma ilikuwa ni ndefu lakini yenye mafanikio. Hafla hiyo ilitanguliwa na kusimikwa kwa mkuu wa chuo hicho Profesa Ibrahim Juma aliyeteuliwa kushika wadhifa huo kwa uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akichukua nafasi ya mtangulizi wake Daktari Stergomena Tax. Mahafali yataendelea tarehe 18 Disemba ambapo wanafunzi kutoka ndaki nyingine tofauti wanatarajiwa kuhitimu katika awamu ya pili ya mahafali hayo. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tunaungana na Sofia Daudi katika biashara na uchumi. Sky TV.
Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Wafanyabiashara wa samaki katika mwalo wa Mswahili jijini Mwanza wameeleza kuwa biashara zao zimeimarika kwa kiasi kikubwa baada ya eneo la soko hilo kuboreshwa na kujengewa banda maalum linalowalinda dhidi ya mvua. Maboresho hayo yamechangia kuimarisha mazingira ya ufanyaji biashara, kuongeza wateja pamoja na kupunguza hasara iliyokuwa ikitokana na uharibifu wa samaki wakati wa mvua. Ni vikubwa, tumemwagiwa kifusi. Imani yetu, soko yetu na matarajio yetu, soko hili litakuwa kubwa zaidi, maana kadri kunavyozidi kucha panakuwa na mabadiliko zaidi. Yaani mambo yanakuwa makubwa zaidi. Kama hivi wateja sasa hivi, mvua inapokuwa inanyesha, wateja wanakuwa sehemu sahihi, hawanyeshewi, samaki zetu haziharibiki kwa ajili ya jua, mazao yetu hayaharibiki, hatupigwi jua, hatunyeshewi mvua. Kwanza tumejenga soko la kisasa pale, lakini pia mwaro umetanuliwa kwa maana vimemwagwa vifusi ambavyo vinawezesha sasa hivi mwaro umependeza. Ina maana kila mtu anafika kwenye eneo la soko, lakini pia samaki imepanda thamani. Sasa hizi hata watu wanaopima samaki kwa kilo wanakuja. Zamani soko la hapa ilikuwa ikifika mida ya saa 3 hamna soko, lakini sasa hivi biashara inafanyika mpaka saa 12. Baada ya kukamilisha ujenzi wa jumba la kuuzia samaki, sasa hivi tunapambana kufanikisha kujenga chanja za kuanika dagaa. Ni changamoto kubwa sana kwa sababu kuna wakati mwingine dagaa zinapatikana kwa wingi zinakosa soko. Na jinsi unavyoona hapa hakuna mchanga, hakuna nini. Sasa tunalazimika kumwaga kifusi, kufukia tope ili maeneo yawe rafiki kwa ajili ya kujenga chanja.
tunatarajia ndani ya wiki mbili zijazo tutaanza ujenzi rasmi wa chanja, ili wadau au wavuvi wanapoleta dagaa hata kama ni nyingi waanike na kuleta mnyororo wa thamani, kwa sababu dagaa zinapoanikwa chini zinakosa soko. Tunapofanikisha kujenga chanja, hizi dagaa zitakuwa na thamani. Na zikiwa zimesalia siku 8 kabla ya Wakristo duniani kusherehekea sikukuu ya Krismasi, kumekuwepo na dalili za kuanza kupanda kwa bei ya kitoweo cha nyama katika masoko mbalimbali. Baadhi ya wauzaji wa nyama katika masoko mbalimbali wameeleza kuwa ongezeko la bei la kitoweo hicho linatokana na kuongezeka kwa mahitaji ya nyama kadri sikukuu ya Krismasi inavyokaribia, huku idadi ya mifugo inayoletwa sokoni ikiwa haiongezeki kwa kasi sawa na mahitaji. Imekuwa changamoto kubwa mno kuwapata, hata kuwapata kwa bei kubwa. Kutokana kwanza, moja, malisho yamekuwa ya shida. Pili, yani ng'ombe mnene mkubwa mpaka waende kwenye zizi la mtu ambaye anawalisha. Saizi Dar es Salaam bei imeshuka. Unaona kuta kule ng'ombe saizi haziendi kwa haraka. Ila huku upatikanaji wa ng'ombe unakuwa ni wa bei ya juu. Kutokana na pumba zile malisho yalivyo. Ng'ombe zimekuwa nyingi sana, soko limeshuka bei, utanunuliwa ng'ombe mfano ng'ombe 1,700,000 kaenda kule anaenda kutoa 1,600,000, ama unaweza kata kuto nakata laki nzima. Mwanzo ilikuwa 10,000, 9,000. Mpaka wengine 9,500, 10,000 kitu kama hicho. Lakini kwa sasa bei inayotembea ni 11,000 kwa 12. Bora ingekuwepo bei elekezi ya kuuza nyama. Kuliko ile bei kila mtu anauza bei yake anavyojua yeye. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Disemba 17, 2025 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2,433 na senti 4 na kuuzwa kwa shilingi 2,457 na senti 7. Pauni ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3,267 na senti 3 na kuuzwa kwa shilingi 3,300 na senti 0. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2,865 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 2,894 na senti 4. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 145 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 146 na senti 5. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 0. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 6. Na huo ni mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Biashara na uchumi. Asante Sofia Daudi kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, na sasa tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi Kongo yasema M23 bado wako Uvira licha ya kudai kujiondoa. Habari za kimataifa. Hizi ni habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelikataa tangazo la waasi wa M23 kwamba wanajiondoa kwenye mji wa Uvira ulioko Kivu Kusini. Licha ya tangazo hilo, waasi wa M23 bado wako Uvira, mashariki mwa Kongo, na mapigano yanaendelea katika maeneo ya karibu. Kulingana na vyanzo rasmi, licha ya tangazo la kundi la waasi wa M23, wapiganaji wenye silaha bado wanaonekana katika mji huo. Waziri wa habari na msemaji wa serikali Patrick Muyaya amewashutumu waasi hao kwa kuendeleza vita siku chache tu baada ya kusaini makubaliano ya amani na kulitaja tangazo lao la kuondoka kama upotoshaji. Hata hivyo, mapigano yanaendelea kusini mwa mji wa Uvira katika eneo la Makobola na milima ya Swima na Kasekezi katika tarafa ya Fizi, kati ya jeshi la Kongo FARDC wakishirikiana na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 wanaotaka kusonga mbele kuelekea mji wa Baraka. Hali hiyo inazusha hofu katika jamii na kusababisha maelfu ya familia kukimbia makwao, jambo ambalo Waziri Muyaya amekiri na kusikitikia. Kuna ujumbe umeenda Burundi na mwingine utawasili Tanzania kutathmini mahitaji na rasilimali zote. Kwingineko, Rais Alexander Lukashenko wa Belarus ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kukomesha vita nchini Ukraine, wakati huu Marekani ikiendelea na juhudi za kidiplomasia kuhusu mzozo huo uliodumu kwa miaka 4 sasa. Kupitia mahojiano yaliyochapishwa siku ya Jumanne, Disemba 16, mshirika huyo muhimu wa Rais Vladimir Putin wa Urusi amemsifia na kumuunga mkono Rais Donald Trump wa Marekani, akidai kuwa lau angelikuwapo tangu awali, vita hivyo kamwe visingetokea. Lukashenko, ambaye aliruhusu nchi yake kutumiwa na Urusi kuivamia Ukraine mwaka 2022, amesema Trump ndiye anayetegemewa sasa kusitisha vita hivyo na kwamba anahitaji kutiwa moyo. Kauli ya Lukashenko imetolewa ikiwa ni siku moja tu baada ya mkutano wa pande tatu uliofanyika mjini Berlin, Ujerumani, ambapo wawakilishi wa Marekani, Ulaya na Ukraine walisema wamepiga hatua kubwa kuelekea makubaliano ya kukomesha vita hivyo kupitia mpango wa amani uliopendekezwa na Trump. Tuhitimishe habari za kimataifa na taarifa ifuatayo. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza orodha ya marufuku ya kusafiri na kuzuia watu kutoka nchi 7 zaidi, ikiwamo Syria, pamoja na wamiliki wa pasi za kusafiria za mamlaka ya Palestina kuingia Marekani. Hatua hiyo mpya inafanya idadi ya nchi zilizoathirika kufikia karibu 40, ambapo raia wake wanakabiliwa na vizuizi vya kuingia Marekani kwa sababu ya uraia wao pekee. Nchi nyingine zilizoongezwa kwenye marufuku ni Burkina Faso, Mali, Niger, Sierra Leone, Sudani Kusini na Laos. Vile marufuku kwa sehemu yamewekwa kwa raia wa Nigeria, Ivory Coast, Senegal na mataifa mengine ya Afrika na kwenye nchi za Caribbean zenye habari za kimataifa. Asante Piusi Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea dimbani sasa kuangazia kimichezo, na mwanamichezo Lai Said yuko hapa ndani kutujuza kwa upande wa michezo.
Sky TV. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wakati wa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Ungana nami mwanamichezo Lai Saidi. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Tanzania Selemani Mwalimu ameendelea kujifua jijini Dar es Salaam katika kushiriki michuano ya AFCON kwa mwaka huu ambayo itafanyika nchini Morocco. Mwalimu bado yupo Tanzania na anaendelea kushughulikia masuala ya usafiri ili aripoti kwenye kambi ya timu ya taifa kwa ajili ya maandalizi ya mwisho. Selemani Mwalimu aliitwa kwenye kikosi hicho baada ya kuumia kwa Abdul Suleiman Sopu. Hata hivyo, kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kesho kitaondoka kuelekea nchini Morocco ambapo michuano ya AFCON itafanyika, huku Taifa Stars ikianza michuano hiyo kwa kucheza na timu ya taifa ya Nigeria ambapo itakuwa ni Disemba 23 mwaka huu. Na taarifa nyingine ni kuhusiana na kocha mkuu wa kikosi cha Mbeya City, Maxime, ameendelea kukisuka kikosi hicho huku akisema atarejesha makali ya timu hiyo kama ambavyo ilikuwa huko nyuma. Na mbele ya waandishi wa habari jijini Mbeya, Maxime amesema amekuwa akifuatilia Mbeya City FC kwa muda mrefu na ni miongoni mwa timu yenye kikosi kizuri ambacho tayari wameanza kukiboresha ili kurejesha ubora wa timu hiyo yenye mashabiki kila kona ya Tanzania. City hii ni mwanzo tu wa ligi, imeyumba kidogo, lakini mimi naamini Mbeya City ni timu nzuri na naamini tukifanya kazi pamoja tutakuja kuikumbuka siku hii ambayo tunaongea leo. Mbeya City itarudi kwenye ushindani na itakuwa timu yenye kuleta upinzani kama kawaida. Kama Yanga, Simba wanafanya maboresho, lazima na timu ambazo ziko huko chini lazima ufanye maboresho. Kwa hiyo unafanya maboresho namna gani? Ndio maana sasa hivi tumeanza mapema, tuko na vijana ili tuangalie sehemu gani ambazo zina mapungufu na mengine tumeshatoa mapendekezo, kikubwa bado yanafanywa kazi. Pale atakapokuwa tayari yamekamilika, nafikiri wote tutajua kitu gani kimeingia. Mbeya City hata ukienda mikoani mashabiki wao utawakuta. Sasa ili mashabiki uwape moyo na uweze kuwalizisha, lazima timu ipate nini? Matokeo. Kwa hiyo mimi najitahidi kwa uwezo wangu pamoja na wenzangu, timu yangu nilokuja nayo, mimi naamini tutawapa furaha watu wa Mbeya. Mimi nafundisha lakini mimi sichezi. Mimi nakuja naishia nje, yeye ndo anacheza. Na kocha kama unaona mchezaji ana perform vizuri uwanjani, kwenye mazoezi ana perform vizuri, huyu nikimpanga kwenye mechi anaweza akashinda. Hakuna kocha ambaye anaweza kumweka mtu huyo nje. Nafikiri hilo lipo wazi. Umeona? Kwa sababu kocha, ili uwe kocha mzuri, lazima wachezaji wazuri wafanye kazi, si ndio? Kocha uzuri wako unalindwa na wachezaji. Sijui tunaelewana? Uzuri wa kocha mzuri analindwa na nani? Wachezaji. Nayo kamati maalum iliyoundwa kwa ajili ya kuandaa mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa chama cha waandishi wa habari za michezo Tanzania TASWA imekamilisha jukumu hilo. Kamati hiyo iliyokuwa chini ya mwenyekiti Joseph Kulangwa
ambaye ni mhariri mkongwe nchini imeandaa ripoti hiyo kwa kushirikiana na taasisi ya Frux iliyopewa jukumu la kuwa mshauri mwelekezi na kamati ya utendaji ya TASWA kuandaa mpango mkakati na kukifanya chama kijiendeshe kisasa zaidi kulingana na mabadiliko ya wakati. Mwenyekiti wa TASWA Amiri Muhando ameshukuru kamati pamoja na Frux kwa kuandaa ripoti ya mpango mkakati wa chama cha miaka 5 ambapo hii ni hatua kubwa kuelekea TASWA mpya. Kamati maalum iliyoundwa kwa ajili ya kuandaa marekebisho ya mfumo wa uendeshaji wa chama cha waandishi wa habari za michezo Tanzania TASWA imekamilisha jukumu hilo ambalo tulikuwa tumewapatia. Kamati ya utendaji ya TASWA iliamua kwamba sasa tunahitaji kufanya mabadiliko ya kimfumo wa uendeshaji wetu. Kwa hiyo tukaunda kamati maalum, tukaipa hadidu za rejea kadhaa, na tunashukuru kwamba kamati hiyo ambayo ipo chini ya mwenyekiti wake mhariri mkongwe kabisa Bwana Joseph Kulangwa imekamilisha jukumu hilo kwa wakati ambao tulikuwa kamati ya utendaji tulitarajia. Sasa hii kamati imeandaa mpango mkakati wa miaka 5 wa uendeshaji wa TASWA ambao utaanza 2026 mpaka 2031. Ndani ya huo mpango mkakati kuna mambo mengi ambayo yanahitajika kufanyika kwa ajili ya kuifanya TASWA iende kisasa zaidi, kwa sababu kama unavyojua ni chama ambacho kina zaidi ya miaka 40 tangu kianzishwe. Kwa hiyo kuna vitu vingi vimebadilika, ukiachana na swala la mabadiliko ya kawaida ya kikatiba ambayo tayari tulishaandaa rasimu, lakini kuna vitu ambavyo vinahitajika iende kisasa kwa maana ya kujiendesha kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru kamati chini ya Joseph Kulangwa na wajumbe wengine ambao. Na tuelekee kimataifa ambapo timu ya taifa ya Gabon inakabiliwa na mwanzo mgumu katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON, ambapo timu hiyo ipo kundi F pamoja na timu ya Cameroon, Ivory Coast na Msumbiji. Miamba hiyo maarufu kama Panthers watamkosa mshambuliaji wao nyota Pierre-Emerick Aubameyang kwa mechi ya ufunguzi dhidi ya Cameroon, mechi ambayo itapigwa Disemba 24 mwaka huu. Shirikisho la soka kutoka Gabon lilithibitisha kukosekana kwake siku ya Jumatatu, ikitaja sababu za kiafya. Aubameyang hajapangwa katika mchezo wa kwanza, lakini ushiriki wake dhidi ya Msumbiji Disemba 28 utategemea kupona kwake na matokeo ya tathmini zaidi za kimatibabu. Na kwingineko ni kuhusiana na klabu ya Manchester City, ni miongoni mwa timu zinazohitaji saini ya beki Kisiki ambaye anakipiga katika klabu ya Crystal Palace na timu ya taifa ya Uingereza Mark Guehi ambaye ana umri wa miaka 25. Guehi ni miongoni mwa wachezaji wanaowindwa na timu nyingi barani Ulaya katika dirisha lijalo la majira ya baridi. Mkataba wa sasa wa fundi huyu unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu huu na Palace inataka kumuuza Januari kwa sababu wamekataa kusaini mkataba mpya, hivyo inahofia kuona akiondoka akiwa huru. Manchester City inamuona fundi huyu kama sehemu ya mipango yao ya muda mrefu ambapo ya kusuka kikosi chao ambacho kwa misimu miwili ya hivi karibuni kimeonekana kuwa katika hali mbaya. Liverpool ndio inatajwa kuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuipata saini yake, na dirisha lililopita ilikuwa karibu kufanikisha hilo kabla ya dili kufeli katika dakika za mwisho baada ya kocha wa Palace kuzuia mchezaji huyo asiondoke. Na taarifa hii inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Mindy Joseph yupo tayari kukamilisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Asante mwana michezo Lai Saidi kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, tuangazie kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya Tanzania, kuwasilishwa nami Godfrey Kazinja.
Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, mikoa iliyopo katikati mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kuna hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, mwambao wa pwani yetu bahari ya Hindi pamoja na mkoa wa Morogoro kuna hali ya mvua katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, huku hali ya joto ikionekana kupungua kwa kiasi kulinganisha na siku chache zilizopita kufikia nyuzi joto 33 katika mkoa wa Kilimanjaro, ikiwa ni kiwango cha juu kulinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na viashiria vya mvua vinaonekana kutawanyika katika maeneo mbalimbali ya nchi, zaidi vinaonekana kuimarika katika maeneo ya magharibi mwa nchi kuelekea sehemu za kusini mwa nchi, huku mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika maeneo ya magharibi mwa nchi, mkoa wa Singida, Rukwa, Mbeya, Songwe pamoja na pwani ya kusini. Ni vyema mkazi wa maeneo hayo kuwa makini na angalizo hilo. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu maeneo ya magharibi mwa nchi, mkoa wa Singida, kwa Rukwa, Mbeya, Songwe pamoja na pwani ya kusini kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki kuna hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, na sehemu nyingine za nchi zilizosalia zikitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tumalizie tabia yetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na mvua nyepesi. Mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na hali ya mvua nyepesi. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na hali ya mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi. Ni kutoka mamlaka ya Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ya kutwa nzima leo, tupate muhtasari wake. Taasisi za elimu ya juu zatajwa kuwa msingi wa maendeleo ya taifa. Na kimataifa, Kongo yasema M23 bado wako Uvira licha ya kudai kujiondoa. Na katika michezo, Selemani Mwalimu ajifua kabla ya kuelekea AFCON. Mtazamaji, na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Sky TV. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi muda na wakati kama huu hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa ya habari, jina langu ni Mindi Joseph, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea hapa Sky TV. Lakini pia usikose kufuatilia matangazo yetu kupitia mitandao ya kijamii ambayo ni Facebook, Instagram, tuko pia TikTok pamoja na YouTube _Sky International TV. Uwe na usiku mwema.